محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء وارثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. والصلاة والسلام على أصحابه التابعين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى آله وصحابته وكل من ينادى به مولاه مولاه مولاه، وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلنا هذا القرآن العربي لعلكم تعقلون. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفس أولا بتقوى الله عز وجل، ففي تقواه إصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، ama ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametuwezesha mimi na wewe kutoka katika mjuma iliyopita na kutufikisha katika mjuma hii. Wapo wengi na wao walitamani walau wafike katika mjuma kama hii, lakini kwa mapenzi ya Allah hawakuweza kufika. Lakini sisi ambao tumeweza kufika, hatuna budi ya kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ama ndugu zangu katika imani, nimezipeleka pia rehma na amani kwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum, masahaba ambao walipambana wakafirisika, wakaathirika, wakaamua kupambana ukweli wa kupambana na kuhakikisha wao wanaondoka, wanaiacha dini ya Allah ikiwa salama. Lakini na tabi'in na mashekhe zetu waliotangulia kabla yetu, na sisi pia Allah tujalie tuwe miongoni mwa waja ambao hii dini ya Uislamu Allah akituondoa basi tuwe tumeiacha salama kwa wale ambao watakaokuja baada yetu. Ama ndugu zangu, hotuba yetu huwa ni fupi sana siku ya Ijumaa, lakini kabla sijazungumza, naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia wewe unaonisikiliza, mimi na wewe kwa pamoja, ili tuweze kushikamana katika kamba ya Allah na tusije tukadhalilika kwa kuiacha kushika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ndugu zangu katika imani, leo mada yangu kwa muda mfupi nimeona tuzungumzie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna anzalna hadha alqur'ana al-arabiyya la'allakum ta'qilun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha wazi bila kupepesa kwamba kwa nini maneno ya Qur'ani ameyaleta kwa lugha ya Kiarabu. Amesema malengo makubwa ni kumfanya atakayeshika maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hesabu zake anamhesabu mja huyo ana akili. Kwa hiyo nikaona leo kwa mukhtasari tuzungumzie faida ya akili, ndugu zangu, kwa sababu akili ndiyo kiumbe ambacho mwanadamu yoyote duniani kinapokuwa kimehama kwenye mfumo wa ubinadamu wake, hata kama alikuwa ni meneja ataachishwa kazi. Kiumbe akili ndiyo kiumbe ambacho hakitegemei elimu ya ziada, kwa sababu chenyewe kinajitosheleza, na hata kama wewe huna ziada ya elimu, lakini kupitia kiumbe hiki akili ni kiumbe ambacho ukiwa nacho unaweza ukaifanya kazi, na waliokwenda kuongeza wakushangaa namna gani unafanya kazi. Inawezekana mtu akawa hajui kuandika hata lakini akipewa injini ya gari akaisambua injini yote na vifaa akavitaja kwa lugha ya kigeni, na ile hali hajawahi kuingia darasani, hajawahi kuwa na degree ya aina yoyote, hajawahi kuwa na PhD ya aina yoyote, lakini kupitia kiumbe akili kikamfanya huyu mwanadamu akiingia katika jambo hilo
akafanya jambo kwa uzuri, wakati mwingine kuliko hata aliye na PhD au walio na degree. Mara ngapi mmeona kuna watu wanakwenda vyuo, wanakwenda kujifunza fani fulani, lakini baada ya muda wanapelekwa kwa watu walioko mtaani, watu ambao hata akiambiwa andike jina lake hawezi kuliandika. Kiumbe hiki ni kiumbe cha ajabu miongoni mwa viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa viumbe hivi ni viumbe viwili tu Allah amevisifu kwa uzito wa hali ya juu. Kiumbe cha kwanza ni Qur'ani, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuisifu Qur'ani kwa kusema, Allah baada ya kuiandaa Qur'ani na kuiweka sawasawa na kuifanya sasa imekuwa ni mwongozo, anasema hafadha fi lawhil mahfuz. Allah alihifadhi Qur'ani eneo ambalo hakuna kiumbe chochote kinaweza kikaenda kuichukua Qur'ani. Na kiumbe akili hiki Allah alivyokiumba amekiwekea vitu 10. Kiumbe akili Allah amekiwekea vitu 10. Vitu hivi vinamfanya mwanadamu atakayepata bahati ya kupata kiumbe hiki kikiwa salama, huyu mwanadamu atakuwa ni mwanadamu wa ajabu katika maisha ya dunia. Na kwa sababu kiumbe hiki kinapokuwa kimeondoka kwenye mfumo wa mwili wa mwanadamu, na kalamu ya Allah inasimama kuandika. Unapokuwa akili imehama, Allah anasimamisha kalamu yake, hauandikiwi dhambi wala thawabu. Lakini kikirudi kikakaa sawa sawa, pale tayari kalamu inaanza kuandika. Ndio tukaanza na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale Allah aliposema, inna anzalna alqur'ana al-arabiyya la'allakum taqilun. Allah ameyaleta maneno ya Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili kila mmoja atakayeweza kuyashika na kuyafuata, Allah anamhesabu ni miongoni mwa waja wenye akili. Allah tujalie kuwa miongoni mwa waja hao. Lakini akaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la dhikrun liman kana lahu qalbun. Kutokana na hii Qur'ani, yoyote ambaye atakayeishika na kuyashika maneno haya, anasema la dhikra liman kana lahu qalbun. Ibn Abbas anasema ayi, Allah hakuwa na maana ya moyo, anasema ayi al-aqli, kwamba mtu mwenye akili ndiyo anaweza kuzingatia maneno ya Qur'ani. Al-Imamu Al-Sheikh Qatadati yeye anasema, akawa anawaambia akiwawaidhi wenzake na kituwazithi